Kufanyia kazi nyumbani. Hii inafuatia ghasia zilizoshuhudiwa katika siku ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu nchini humo. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea huku Tanzania ikiendelea kushuhudia siku ya pili ya kukatwa kwa mtandao. Hiyo jana kulizuka maandamano katika miji tofauti nchini humo ya kupinga uchaguzi huo, wengi wakielezea hofu yao kuwa hautakuwa uchaguzi wa uhuru na haki. Kufuatia vurugu hizo, idara ya polisi nchini humo sasa imetangaza amri ya kutotoka nje usiku kuanzia saa 12 jioni. Mwandishi wetu wa habari Sheila Chelangat ana taarifa hii kwa kina. Maelfu ya Watanzania waliamka mapema hii leo kwa uchaguzi mkuu ambao umekosolewa vikali. Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia chama tawala Chama cha Mapinduzi akiwania muhula wake wa kwanza kamili tangu achukue uongozi mwaka 2021. Wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka ili nchi yetu tumalize zoezi hili la demokrasia na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Uchaguzi huu ukiwa na idadi kubwa zaidi ya waliojisajili kupiga kura, wapiga kura milioni 37. Hata hivyo, ukosoaji umejitokeza kufuatia vitisho, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa. Na huku wengine wakijitokeza kupiga kura, mamia ya wanaopinga serikali ya Samia Suluhu walijaajaa barabarani kuandamana dhidi ya uchaguzi huu kufanyika. Hatutaki CCM! Hatutaki CCM! Hatutaki! Jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kimara na Ubungo, waandamanaji walifunga barabara na kuchoma magurudumu, lalama zao ikiwa ni uwazi katika uchaguzi uliokuwa ukiendelea. Tuwe pamoja, tumwangaliane. Matukio haya yakishika kasi kwenye mitandao. Mwendo wa saa 8 mchana, huduma za mtandao zilitatizika. Shirika la uchunguzi wa mtandao NetBlocks liliripoti kuwa huduma ya mtandao zilikuwa zimepungua kwa zaidi ya 90% nchini Tanzania katika siku hii ya uchaguzi, ikitazamwa kama jaribio la serikali ya Tanzania kunyamazisha sauti huru na kuzuia ufuatiliaji wa uchaguzi. Hali hii tete imesababisha tahadhari kutoka kwa mashirika tofauti kuhusu maandamano haya, ikiwemo ubalozi wa Marekani uliotoa tahadhari kwa raia wake kuepuka maeneo yaliyokuwa na vurugu. Nchini Kenya, kwenye mpaka wa Tanzania, polisi wa Tanzania walilazimika kuwazuia mamia ya Wakenya waliokuwa wanajaribu kuvuka mpaka wa Namanga ili kuwasaidia Watanzania katika maandamano dhidi ya uchaguzi huu. Kwa sasa ripoti kutoka nchini humo zinaeleza kuwa wako kwenye amri ya kutotoka nje iliyowekwa kuanzia saa 12 jioni, ila waandamanaji wameapa kuendelea licha ya amri hii. Sheila Chelangat, runinga ya TV 47. Asante sana Sheila Chelangat kwa taarifa.